ambazo tumekutana nazo kwa sasa hivi ni hali ya bandari, na eneo letu liko na draft ya kawaida, lakini kutoa changamoto hiyo tumeanza na mradi wa ujenzi wa jeti ambao itakuwa imeprolong kuanzia hapa mita 300 kwenda katikati ya bahari, ili kuhakikisha tunaweza kuchukua meli kubwa ambazo zitakuwa zinabeba makontena mengi. Kuzorota kwa shughuli za ukaguzi bora wa viwango kwa bidhaa zinazoingizwa nchini kutokana na kuwepo kwa mrundikano wa makontena matupu katika bandari kavu za makontena ICD, imeonekana serikali inakosa mapato kwa mrundikano huo. Mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya taasisi ya viwango Zanzibar ZBS, Omar Yusuf Mzee, akiwa katika ziara ya jukwaa la waandishi habari kutembelea bandari ya Fumba na Maruhubi, amesema kuwepo kwa mrundikano wa makontena matupu kunapelekea usumbufu wakati wa ukaguzi wa makontena yenye bidhaa. Hivyo ni vyema mamlaka za serikali kushirikiana kwa pamoja na wamiliki wa meli kuharakisha upakiaji wa makontena matupu ili kuondokana na usumbufu. Taasisi ya viwango huwa tunamlinda mlaji kwa maana kwamba bidhaa zote zinazoingia ndani ya nchi na zile zinazozalishwa ndani ya nchi zinapaswa kuwa na viwango ambavyo Zanzibar vimekubalika. Sasa sehemu za bandari ni sehemu za entry, sehemu zinazoingia hizo bidhaa. Kwa hiyo tumekuja hapa kuangalia, je, hizi bidhaa zikiingia, kontena linapofunguliwa, vijana wetu wanachukua sample kwa utaratibu upi? Kwa mashirikiano baina ya vijana wetu wa ZBS pamoja na mamlaka za bandari, na ndo lengo letu. Na kwa bahati nzuri tumekuja kuona hapa kontena zinazoshushwa, wanavyochukua sample vijana wetu, wanazichukua sample, kwanza wanaangalia zile bidhaa zilizoko katika kontena, kuona kwamba wamejiridhisha, alafu wanachukua sample. Kwa sababu unaweza ukaja ukaiona bidhaa iko kwenye kontena tu usiridhike nayo. Umenielewa? Ukaja ukaona mchele mbovu uko ndani ya kontena hata kabla hujaupeleka katika maabara. Kwa hivyo usiridhike nao. Kwa hivyo pale pale unaanza kusema kwamba huu mchele au hii bidhaa si nzuri kwa mtumiaji. Sasa kitakachobakia ni kutoka kwenye maabara kuthibitisha kwamba maabara imetamka kwamba hiki kifaa au hii bidhaa si bora kwa matumizi ya mwanadamu. Naye mkurugenzi mkuu wa taasisi ya viwango hapa Zanzibar, Yusuf Majid Nasor, akawa na haya ya kusema kuhusiana na ziara hiyo ya waandishi habari katika jukwaa. Kila jambo la ZBS tukiwaita hata one day before au masaa machache kama tuna tukio, saa nyingine tunajisafilika, mmekuwa mkitupa support. Kwa niaba ya management, kwa niaba yangu na pamoja na bodi ya wakurugenzi, tunashukuru sana mwenyekiti na katibu kwa mchango mkubwa ambao mmetupa. Hii media forum yetu leo ni takribani ya miaka 3 au 4, na kila mwaka tumekuwa tukibadilisha ladha. Mwaka huu kama mlivyoona, hatukutaka kuongea story nyingi, tukataka tuwachukue kwenda field muone hasa challenge ambazo tunazikuta kule chini, ili mkielezwa kuhusu jambo fulani muwe mnaziona. Kwa hiyo nilimwambia Aisha, mwaka huu tusikae humu ndani au tukaelezana chochote, twende field ili waone hali halisi ambayo ipo. Kama kuna maswali waulize kule na waone changamoto zile, na mmeziona. Kama mnavyoona kazi yetu ina challenge kubwa sana, kwa sababu sasa hivi Zanzibar inatanuka, mizigo inaongezeka. Kwa hiyo imekuwa juhudi za serikali pia kupanua bandari hizi katika kila eneo. Ukisimama hapa ZBS upande wa pili ule, unaona sasa hivi kuna ujenzi mkubwa unaendelea upande wa pili. Ile ni extension ya Maruhubi inakuja pale. Kwa tunategemea tena kontena nyingine, mkija next time ICD ile itakuwa imekwisha, nayo tutakuwa. Kwa serikali imekuwa ikitanua wigo wa bandari hizi, na sisi pia kazi yetu inaongezeka na challenge zinaongezeka. Lakini sio hilo, pia katika kazi yetu pia kumekuwa na challenge nyingine, kwa sababu sasa hivi Zanzibar ukiangalia kuna tasnia ya ujenzi imekuwa ni kubwa. Mabarabara yanajengwa, mahospitali yanajengwa, masoko yanajengwa. Kwa hiyo pia na taasisi sisi kwetu ni changamoto, kwa sababu inabidi tuendane na hiyo pace ya serikali. Ndio maana leo pia tukawachukua kwenye maabara ya vifaa vya ujenzi, na sisi tulitegemea hayo, kuyaona hayo maono ya Mheshimiwa Rais ya kutaka Zanzibar ijengwe, Zanzibar iboreke. Tukaweka maabara kubwa ya ujenzi, na leo mmeona. Leo ukizungumza swala la lami linapimwa hapa. Ukizungumza swala la sijui kokoto zinapimwa hapa, mmeziona. Ukizungumza swala la simenti linapimwa hapa. Swala la nondo zinapimwa hapa.
Zamani ilikuwa ni changamoto kubwa sana, vifaa vichukuliwe hapa, viende upande wa pili wa Jamhuri, vikae, vipimwe, virudishwe hapa. Lakini leo tunafurahi kuona wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza Zanzibar, wakandarasi ambao wanakuja kujenga Zanzibar, wanakuja ZBS kutaka huduma zetu. Sisi kwetu inatupa faraja, na taasisi kupitia mwenyekiti wa bodi imekuwa proactive katika tasnia zote. Leo hii tunataka kuwekeza kwenye maabara za uchumi wa blue. Serikali imekuwa imejikita huko. Maana tunaongea mambo ya samaki, mambo ya gesi. Leo kama mlivyoona pale tuna maabara kubwa ya gesi ambayo tunaenda kuifungua. Kwa upande wake meneja wa ICD ya Maruhubi Evan Samuel anasema kuwa wana makontena matupu zaidi ya 1000 yapo katika bandari yao, ambapo wanafanya kila juhudi kuwafahamisha wamiliki wa meli ili wafike kuyachukua makontena hayo. Sisi tukishamaliza kutoa mzigo kwenye kontena, au yule mtu anayechukua kontena nzima akishatoa, mwisho wa siku anairejesha. Alafu sasa sisi tunatuma ripoti kwa shipping line kwamba ICD yangu nina kontena za maeski labda 200 au 150. Kwa yeye sasa ni kutafuta meli, kufanya booking meli ije kuchukua kontena zake. Kwa sababu meli kontena ni mali ya shipping line. Kwa sisi tukishazifanyia kazi zikaja, sisi tunatuma ile stock report. MSC kuna kontena 100, maeski kuna kontena 100, pia yellow kuna kontena labda 70. Kwa sasa ni wenyewe kufanya jitihada ya kuweza kuchukua makasha yao ili yaingie kwenye mzunguko wa kibiashara. Abdallah Abdulrahmani Mfaume ni mwenyekiti wa Zanzibar Press Club ZPC, katoa shukrani kwa taasisi ya viwango ZBS kwa kushirikiana na kuandaa jukwaa hilo la waandishi habari, kama hapa anavyosema. Uzoefu waandishi wa habari, kawaida tuna tabia moja, na hata kama mtu akiwa si mwandishi wa habari akikutwa sehemu akasema mwandishi wa habari, basi anaambasie. Kwa nini? Waandishi wa habari wanapenda kujitambulisha. Kwa hiyo mimi sitotaka wajitambulishe wote, nitawatambulisha mie kiujumla. Hii ni jumuiya ya waandishi wa habari Zanzibar ambayo inaitwa Zanzibar Press Club. Na Zanzibar hapo Unguja tuna hiyo Zanzibar, na Pemba wanayo, lakini kila mkoa ina press club yake Tanzania nzima. Na ndio tumeunda jumuiya au umoja sasa, muungano wa waandishi wa habari Tanzania. Hii vilabu vya waandishi wa habari Tanzania, Union of Tanzania Press Club ambayo inaitwa UTPC. Na umoja wake una bodi ya wakurugenzi, na katika wajumbe wa bodi mmoja lazima atoke Zanzibar. Wapo 10 tu, lakini wanaenda kutaka kupunguza, lakini wa Zanzibar nafasi yake itabakia. Nipokee shukrani kwa niaba ya waandishi wenzangu ambazo mwenyekiti umezitoa, kwamba tunafanya kazi na ZBS kwa ukaribu sana. Kila mwaka tunakuwa pamoja katika majukwaa, na kila mwaka tunaona mabadiliko. Nakumbuka nilikuwa nimeangalia habari ya mwaka juzi hapa, nikaona kwamba tuliuliza nembo za bidhaa bidhaa kwa ajili ya wajasiriamali. Kwa hiyo nadhani hatua zinaendelea, na mkurugenzi alitamka kwamba wanaingia MOU na SMIDA na uwezeshaji. Bila shaka nadhani wameshafanya hilo jambo na mambo yamekuwa mazuri. Kwa hiyo ujue kama tuko na tunafuatilia mienendo ya ZBS. Lakini pia tuwapongeze ZBS kwa ushirikiano ama mashirikiano na taasisi nyingine ambazo mkurugenzi amezitaja, kwa sababu tukiangalia mwaka 2023 na mwaka 2025 ni tofauti maendeleo ya ZBS. Sasa sijui tena kama na mkurugenzi tutamwambia mitano tena au vipi. Lakini na sisi nitoe tu kwamba tutaendeleza ushirikiano huu ambao upo. Kawaida tunakuja kama hivi, lakini pia waandishi wamekuwa kija mmoja kwa mkurugenzi. Wanakuja mmoja kwa mkurugenzi kutoka katika vyombo vyao, kwa sababu sisi jumuiya yetu haidili na vyombo. Tunadili na waandishi wa habari. Yaani umoja wetu, kila chombo yule ambaye anataka kuingia katika jumuiya yetu basi lakini pia wamekuwa wanakuja mmoja, na nikiri kwamba sijapokea changamoto kutoka ZBS na waandishi, kwa sababu unawezekana mwandishi anakwenda sehemu nyingine anakutana na changamoto, anakuambia maana yake mkurugenzi hataki, kanambia niandike barua, kanambia kanifukuza. Lakini ZBS
wako vizuri. Jukwaa la waandishi habari limekuwa likifanyika kila mwaka kwa mashirikiano kati ya Chama cha Waandishi wa Habari Zanzibar ZPC pamoja na Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS kwa lengo la kuwajuza waandishi habari kuona kazi wanazozifanya ZBS hapa Zanzibar. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Kutoka Maruhubi zilipo ofisi za ZBS Kisiwani Unguja, Mwarabu Madi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.